sawa na mwongozo ulivyokutuma. Sawa eh? Kwa hiyo hapo kwenye utangulizi anasema kwamba mwongozo wa ajira na utawala ni vyombo vya utoaji huduma ngazi ya jamii. Anaelezea mwongozo huu umewekwa ili kusaidia vyombo viwe na watumishi wenye sifa zinazohitajika. Kwa sababu nimesoma nitakuwa tu mimi na dondoa. Sawa eh? Mwongozo huu unapunguza changamoto za kiutumishi katika hizi sibuso zetu. Ni kweli. Ndio kama nilivyosema kwamba tukiwa na mwongozo vitu vitaenda sawa sawa na matakwa yanavyohitaji. Sawa? Mwongozo huu ni kwa ajili ya vyombo vyote vya utoa huduma ya maji ngazi ya jamii. Kwa hiyo huu mwongozo sio kwa ajili ya Pwani. Hata ukienda Geita utakuta mwongozo ni ule ule. Sawa eh? Ni kwa ajili ya mikoa yote 25 ya Tanzania bara. Haya, kuna masuala ya ajira katika huo mwongozo. Mwongozo unaelewesha utaratibu wa ajira na kada husika katika vyombo vyote na aina za kada hizo kulingana na uhitaji wa chombo husika na daraja lililopo chombo hicho. Si mnajua kuna madaraja mangapi katika vyombo eh? Mangapi? Madaraja yako mangapi jamani? Tujibu kwa pamoja, mangapi? Sasa huu mwongozo unaelezea kila daraja linahitaji watu wa aina gani. Sawa eh? Kama ukiwa daraja A, ina maana watu wanaohitajika kwenye daraja A wameonyesha. Ndio maana nasema bila kusoma hatutoboi. Sawa? Katika kuhakikisha vyombo vinatoa huduma inayotakiwa, mchakato ya ajira imewekwa sifa za watainiwa kulingana na uhitaji wa chombo husika. Kwa kutumia hii miongozo, kama watumishi wa daraja A kwamba wanatakiwa labda awe na degree, awe na nini kwa mhasibu, kwa nani, si ndio? Ukienda daraja B wanakuambia kwamba awe na diploma, daraja C awe na certificate. Kwa hiyo ndani ya mwongozo mule wamechanganua kila kada na sifa zinazohitajika. Wanasema mchakato wa ajira lazima ufuatwe hatua kwa hatua ili kuwe mchakato unaotambulika na sio batili. Jamani, kama kuna kitu ambacho hata watu watakukuru waga wanakifuatilia ni michakato yetu ya ajira. Tangazo lile la ajira pale chini anasaini nani? Mwenyekiti wa bodi. Kwa nini anasaini yeye? Naomba ushirikishe. Jamani, mnajua kwa nini anasaini? Sasa tuko kuongea si ndio hapa jamani, majukumu. Mama unasemaje? Yeye ndiye msimamizi wa mkuu wa hii kamati. Hebu mpigeni mama makofi. Mama yuko vizuri. Sisi vijana tumechemka. Kwa hiyo yule yeye ndio mwajiri katika ile sibiuso, si ndio eh? Kwa hiyo tangazo lile la ajira linatakiwa lisainiwe na mwenyekiti. Linawezekana likaandaliwa na DM file, lakini anayesaini pale chini ni mwenyekiti. Kama atasaini DM itakuwa kwa niaba. Sawa eh? Ukiona tangazo la ajira pale chini amesaini meneja wa Ruwasa wilaya ya Kisarawe, hilo tangazo ni batili. Sawa eh? Lazima kuwe kuna kaimu au kwa niaba. Sawa eh? Na mchakato wa ajira unaposema kwamba usipofuata unakuwa batili, kwa maana kwamba litatangazwa lile tangazo, litabandikwa, si ndio? Mnabandikaga wapi? Ofisi ya DM, si ndio? Ofisi ya kwenye mbao za matangazo. Sawa eh? Lile tangazo watu wapite ili wale wenye sifa waweze kuona, kama mtu anajiona kwamba mimi hapa na sifa, anaomba. Sawa eh? Kwa hiyo ndio hiyo michakato inayoongelewa hapo. Baada ya nani watu kuomba, kinachofuata ni nini? Usaili eh? Si mnaitwaga? Au unaitwa tu njoo uanze kazi? Hakuna eh? Basi tuko vizuri. Tunakuja hapa kwenye haki na wajibu kwa watumishi wa sibiuso. Mtumishi wa chombo anatakiwa kufanya kazi sio chini ya masaa 9 kwa siku, yaani masaa 45 kwa wiki. Mwongozo unaeleza. Mimi nimenyofoa tu vitu vile vya nani, lakini mwongozo unaeleza hivyo. Sawa eh? Kwamba ukiingia saa 1:30 kutoka saa ngapi? Lakini kazi zetu ndio zile naonaga pale kuna kuwaga na maposho yale. Kwamba tunaenda siku kufukua mtaro wapi? Unaweza kujikuta siku umeenda sio siku ya kazi. Sio tunalipoga zile overtime eh? Msije mkasema afisa utumishi alituambia masaa 9 tu. Muda wa kazi umeisha. Hii itapimwa na mahudhurio kazini ambayo yanatakiwa yatunzwe kwa ajili ya rejea mbalimbali. Wenye viti mpo hapa, wajumbe wa bodi mpo hapa. Mahudhurio ya kazini ni muhimu sana yatunzwe. Sawa eh? Tunapata malalamiko, kuna mwenyekiti wa sibiuso A anamfukuza kazi mtu. Ukiuliza nini? Alitega. Umetumia kigezo gani kumfukuza kazi? Mimi sijamuona kazini, lakini kwenye mahudhurio ndio unafanya judgment ya hayo mambo. Sawa eh?
Mtumishi wa chombo anayo haki ya kupandishwa cheo kwa wale waliotumikia cheo kimoja zaidi ya miaka mitatu kulingana na asili ya mkataba wa kazi, kupewa likizo ya mwaka, likizo ya ugonjwa, likizo ya uzazi na yani likizo ya uzazi ni baba na mama, si mnajua? Baba naye ana likizo ya uzazi. Mama mke wake amejifungua, sio kama wao wanazaje. Mke wake amejifungua na yeye anapewa zile siku 7. Sawa eh? Mwanamke akijifungua mtoto mmoja anapewa siku 84. Akijifungua mapacha anapewa siku 103. Unaelewa hilo? Unajua eh? Anaposema asili ya mkataba, kama wewe unahitaji promotion, ina maana unatakiwa utumikie kile cheo sio chini ya miaka mitatu. Kwa hiyo kama kuna CBUSO ambayo inampa mtu mkataba miaka 5, 4, ina maana huyu mtu kama ana sifa, baada ya miaka 3 anafanya nini? Anapandishwa cheo. Lakini katika kupandishwa cheo ndio tunarudi kule alipokuwa amesema CDO. Ndio maana alipomaliza yeye nikataka kuingia mimi. Mada yake inaingiliana na hii kwamba una ile kufanya tathmini ya iko chombo, kwa sababu unapompandishia mtu cheo ina maana unakitoa kile cheo kwenye daraja A kwenda daraja B. Sawa eh? Alafu likizo ya mwaka, mtumishi yoyote akifanya kazi atafanya kazi miezi 8, baada ya miezi 8 lazima aende likizo. Sawa eh? Na kwenye likizo tunatumia zile miaka ya fedha ya kiserikali. Yaani inakuwa likizo ya 2024, 2025. Utaenda likizo ya mwaka ambayo hautalipwa kwa mwaka wa kwanza, lakini mwakani unatakiwa ulipwe. Jamani, sheria mnazotumia CBUSO ndio sheria wanazotumia watumishi wa umma. Sawa? Kwa kutumia miongozo mtaona kuna haki zenu nyingi mule ambazo zimejificha, nyinyi wenyewe hamzitambui.